tunapoingia katika Isaia 1, Isaia 1, ni jambo la masikitiko mno, kwa sababu kunaonyesha wakati hali mwanadamu hamsikii Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na nitapita tu kwa haraka kwa sababu Bwana amependa. Bwana asifiwe. Isaia 1, na tutaona kwamba kuna mambo mengi au mambo kadha wa kadha ambayo hufungilia mwanadamu asije akabarikika. Bwana asifiwe, au akabarikiwa na Bwana. Haleluya. Ni maandiko, ukianza hapo Isaia 1 4 soma 4. Ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli. Wamefarakana naye na kurudi nyuma. Hebu soma kwa sister 4 quick. Michael. Kai mwirorire ni hagiai mwikirite gititikanĩtie waganu na rũruka rwa andũ ekinaĩ, mĩcena itoire ithokagia maũndũ. Nĩ matirikĩte Jehova, makamena ũcio mũtheru wa Isiraeli, makamũhutatĩra, magacoka na thutha. Nĩkĩ gĩgĩtũmaga mwende kũhũrwo, gwĩkĩrĩrĩria kũrema? Mũtwe wothe nĩ mũrwaru na ngoro yothe ĩkaringĩka. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno hili dada na ndugu katika Kristo Yesu ni neno mwenye ukikaa na kulitafakari ndani yako kwa kina mno, utaona kwamba dunia imekuwa hivyo leo. Bwana asifiwe. Ole wake taifa lenye dhambi. Mungu alitazama na akaona kweli taifa hili la wana wa Israeli ambalo sana sana alilokuwa kita mji wa Yerusalemu. Bwana asifiwe. Anasema hivi, ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamedharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Tendo hili au jambo hili, wakati tunapohubiri dada na ndugu, jitafute kati ya maneno hayo. Bwana asifiwe. Je, taifa hili ni mimi? Taifa hili ni wewe? Taifa hili ni yule mwingine? Bwana asifiwe. Kwa sababu wanaochukua mzigo wa uovu. Bwana asifiwe. Mzigo wa uovu, baada ya kuoffload. Bwana asifiwe. Baada ya kuoffload huo mzigo, wewe unachukua mzigo wa uovu. Bwana asifiwe. Wazao wa watenda mabaya. Kwa hivyo inaonekana hata basi mababa zao pia walikuwa vivyo hivyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mababa zao nao walikuwa vivyo hivyo, kwa sababu wanaitwa wazao wa watenda mabaya, watoto wanaoharibu. Wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Nitawapatia mfano nami mimi mwenyewe. Bwana asifiwe. Sikupatii mfano na mtu yuko kule nje. Amen. Nitakupa mfano nami mimi mwenyewe. Kuna wakati Bwana alikuja kwangu, na alikuja kwangu kwa nguvu zaidi. Kama nimeambiwa nitende jambo fulani na sikulitenda. Bwana asifiwe. Nikawa kuchukua jambo ni mzaha tu, vile watu hapa wanachukulia jambo ni mzaha tu, na ili Mungu hakosi kukupa, Mungu hakosi kukubariki, Mungu hakosi kukufungulia mlango, lakini mlango wewe mwenyewe haufungui. Bwana asifiwe. Haupiti. Bwana asifiwe. Mlango ule umefunguliwa, lakini haupiti pale katika miimo ya milango kama vile huyo dada anaingia. Bwana asifiwe.
wewe ufika pale mlangoni na kurudi nyuma kwa sababu umemdharau Bwana. Mimi nilipoamua jambo hili, ilifika wakati nyumba yangu kukiwa kuzuri zaidi na kwema zaidi na joto nzuri zaidi na kicheko, kulirudi kukanyamazwa kimya. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatukujua la kufanya. Amen. Lakini mimi kama kichwa cha nyumba, mimi ndivyo nilianguka. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ili hali Mungu ananena nawe, ananionyesha maono, amenitumania. Nakumbuka vema kabisa nikiambiwa, I came to you but you did not recognize me. Nilikuja kwako lakini huku nitambua. Dokire gwaku na dwame dokire korewe na dwega na kogora. Bwana asifiwe. Na lugha tatu ambazo ninazielewa. Bwana asifiwe. Lugha tatu ninazozielewa. Nataka kuambia dada na ndugu leo hii, wewe ulioko hapa leo hii, ni jambo ambalo laua. Nyumba yangu ilikuwa hapa juu. Bwana asifiwe. Nyumba yangu ilikuwa juu. Watu wanatuonea wivu. Lakini tulirudi tukainamishwa kwa ajili ya kufarakana na Mungu. Bwana asifiwe. Na wewe tu ukifarakana na Mungu, wewe unaona ni kama umesimama, lakini ilikuwa huko unaanguka. Bwana asifiwe. Unaona ni kama unakula vema, lakini sasa ni njaa inaingia. Bwana asifiwe. Unaona unaambia mtu twende na hapa, twende na kule, lakini wewe ni kuisha maisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu tumekuwa taifa lenye dhambi. Nilipokuja kugundua, dada na ndugu, ilinichukua miaka mpaka nikatumaniwa tena. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikatumaniwa. Chukua Biblia, uhubirie watu. Miaka yako imeenda zaidi. Bwana asifiwe. Nami naona hilo ni kama mzaha. Mzaha. Mimi kusimama mbele ya watu, ati nikafanya hivi na hivi. No. Paka kuna wakati nyumba yangu ilikuwa kanisa mzima inajaa. Watu wanakuja kama 30. Joyce kazi yake ni kupika. Mtoto wangu wewe bazazi ona TV yake. Bwana asifiwe. Hawezi ona cartoon. Sababu kanisa imeingia ndani ya nyumba. Haleluya. Bwana asifiwe. Kula kunywa ni mimi, kulala ni mimi. Bwana asifiwe. Nyumba yetu ya Summon Quarters ikawa ni kama mahali pa kuombea. Nyumba ikajaa giza. Tukifikiri tunafanya vizuri, lakini hatukufanya vizuri. Mimi naona na entertain watu kwa nyumba yangu, kumbe sio hivyo Mungu anataka. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya. Mimi naona na entertain watu, Mungu atanibarikia through hawa. Sio hivyo. A time came kama leo hii. Mwanamke mmoja sijui kule alienda, tulimtafuta akakosekana, akaletea ujumbe. Na kwa sababu ya kutokusikia ujumbe wa Mwenyezi Mungu, maafa huja. Na akaletea ujumbe. Akitetemeka. Akapewa chakula na Joyce akasema no, chai no. Nimeletea brother huyu ujumbe wake. Bwana asifiwe. Taifa lenye kuasi. Taifa lisilosikia. Taifa linamboleo hii halitendi. Bwana asifiwe. Wewe jifanye tu usikie, hujui uelewi, hata sio wewe, lakini ni sisi. Bwana asifiwe. Mungu ako na sababu. Mwanamke akakuja akasema nimeambiwa na Mungu hivi na hivi, na ujumbe wako uko katika kitabu hiki mahala fulani, soma hapo. Haya basi. Nikasoma, akaenda zake. Mwanamke miata wa leo alikuwa akikomba, sijui kule alienda. Tukauliza hata ule akasema huyo mwanamke sijui kule alisafia. Bwana asifiwe. Mungu hajakubali tena nikutane na yeye, lakini ujumbe yeye ashawacha. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ujumbe ashawacha. Now it is up to you to take step. Bwana asifiwe. Sio kufika pale mlangoni, baada wengine unachungulia ndani, unarudi nyuma. Hallelujah.
Uanze kusema kanisa ni baya. Uanze kusema kanisa ni watu wengine wanabarikiwa. Uanze kusema sijui Mungu anataka nini. It is you. Ni wewe na mimi. Bwana asifiwe. Ni wewe na mimi. Mimi nilikaa. Mtoto wangu hadi haikuwa na kiraka, suruali huku matakoni. Bwana asifiwe. Akaanza kwenda na kiraka. Bwana asifiwe. Hivyo tulikumbuka hata jana hiyo. Eti kuna siku kulikuwa na kuna mgomo. Kevin na brother yake mdogo Evans wakaingizwa kwa lori. Lakini Evans anaomba lakini Kevin haombi. Mtoto akifika nyumbani huyu haombi na mimi kwa naomba sababu ya kule tunapelekwa. Unaona? Mtoto sasa akakumbuka kuna kuomba. Na ndio the last born in the house. Bwana asifiwe. Wamepewa na mlango ukafungwa. Sasa Evans alisema tunaenda kuuzwa. Wale watu waenda kuuzwa sasa. Lakini walifika nyumbani. But I want to tell you this. Wana wa Mungu. Ni wapendao sana. Kwa kuwa you're my brothers, you're my sisters, big and small. Bwana asifiwe. Tii Mungu. Na kuambia dada na ndugu, tii Mungu. Usione umesimama ukafikiri sasa ni wakati. Waweza kuwa ni kuanguka. Bwana asifiwe. The beginning of your end. Sisemi ufe. Na ni vibaya sana kufarakana na Mungu. Nilipofarakana na Mungu, hakuna message nililetewa. Bwana asifiwe. Sikuletewa message nyingine. Maono naona naambia Joyce. Lakini sikuletewa message nyingine. Leo hii Joyce amekumbuka asubuhi. Tunakumbuka mwanamke aliyekuja hivi nikamwombea na akapona. Alafu akaniuliza akakuja kuomba ruhusa ama lete wa Sudanese. Nikakuambia sitaki watu huko. Kwa hiyo Bwana asifiwe. Hata amenikumbusha si ulikataa. Ulikataa watu ngasema hata leo nimekataa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya yale niliyaona na ninashuhudia leo hii. Kutokukataa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kukataa, kusikia, kufarakana na Mungu. Kumwacha Bwana, wakamdharau yeye aliye mtakatifu. Bwana asifiwe. Na hili jambo dada na ndugu litakuadhiri wewe na nyumba yako. Bwana asifiwe. Mungu hakukumbuka mazuri nilikuwa nimetenda. Nikichukua mtumishi wake na mpeleka. Nikichukua mtumishi wake na kumfanyia. Naenda katika nyumba ya mtumishi kununua. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini Mungu alinibariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa sababu niliambiwa hivi. Chakula changu hakitaliwa tena na nondo au memenyi. Bwana asifiwe. Memenyi haitakula chakula changu tena. Na divai yangu nitaikunywa mimi na nyumba yangu. Hiyo ndio message nililetwa na mwanamke. Alikuwa anaishi kwa video hizi. Kidhigama Kemunguri. Hata Bwana asifiwe. Na mwingine akatoka Maimahi huko. Bwana asifiwe. Wa pili, wewe Mungu amenituma kwako December 25th nikiwa nje mimi nimekaa starehe. Chukua Biblia. Na hapo ndio Mungu ambaye nimeshika Biblia tunasema Mungu amesema. Leo nafanya nini? Tainamia Bwana. Leo nafanya nini? Huyo alikuwa anasema mimi. Ati bila sema Bwana asifiwe. Leo naimba wimbo gani? Utaiba kama wimbo ni wake. Bwana asifiwe. Let me just tell you brothers and sisters. Usifarakane na Mungu. Usifarakane na Mungu. Watu wakakupiga midhali wakasema wewe ni mwendo wazimu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukaanza kuona mambo ikitoka upande na upande. Huyo ni mwanamke wa pili. Bwana asifiwe. Mimi nakwambia nilija nikashika sikio na nikatii. Sikuangalia wazazi wangu. I didn't want to look my brothers kule wako ambao tumezaliwa kutoka tumbo moja na wao. Sikutaka kujua marafiki zangu. Bwana asifiwe. Tulikuwa naishi hapa South Sea Mgoya.
nyumba yetu ya kununua. Bwana asifiwe. Hatukutaka kujua nini inaendelea. Bwana asifiwe. Sasa hebu twende kanisani. Joyce akaenda, alikuwa shaokoka. Mimi nikamwambia wewe ngoja tu, siku yangu itafika. Bwana asifiwe. Mapasta walikuwa wanataka kuniwekelea mikono, hawakupata nafasi ya kuniwekelea mikono. Bwana asifiwe. Lakini wakienda kiungano, mimi namba moja kwenye kiungano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakienda kiungano open air, hata ya kulala, mimi ni namba moja huko na familia. Bwana asifiwe. Na mimi sijashindana na pastor. Bwana asifiwe. Sikushindana na pastor. Pastor alikuwa anajua kazi yangu ni gani. Bwana asifiwe. Nilikuwa naitwa daktari wa wanawake. Amen. Daktari wa wanawake, mpaka tunakosana pastor hadharani. Ukinitego tena na pastor na kunyanyua kofi. Bwana asifiwe. Tunakosana na kuweka kofi pastor. Na yeye anacheka. Anasema haya, chukua wanawake waponye. Bwana asifiwe. Wanakuja, wanatoka mimba. Bwana asifiwe. Nami nikaanza kumtii Mungu. Haleluya. Mimba zinatoka. Naye pastor sema, haya, wewe daktari wa wanawake, mwingine aenda hivyo. Wakitoka hapo wanazaa. Bwana asifiwe. Nikaanza kurealize, kuna kitu Jehova ameweka ndani yangu. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo hii nataka kuambia dada na ndugu, vile wewe ndivyo, kuna kitu Jehova ameweka ndani yako. Kuna kitu Jehova ameweka ndani yako. Kuna kitu ameweka ndani ya watoto wetu, ndani ya wajukuu wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sio tu farakane. Wewe baba ukitaka farakana peke yako, acha watoto wako waendelee na Bwana. Bwana asifiwe. Siwezi mfungia Calvin ama Sandra ama Wendy au Evans. Haleluya. Ama wewe nikufungie. No. Haleluya. There was something. Bwana asifiwe. Nikagundua, hii ndio njia Mungu ananipeleka. Bwana asifiwe. Hii ndio njia Mungu ananipeleka. Hebu niwaambie, uponya haukuja hivi majuzi. Mimi nilianza nilishona kuku kama matumbo iko nje na kuku ikaishi. Nairobi nikaitwa doctor from China. Lakini sio Wuhan. Bwana asifiwe. Nilishona kuku kama matumbo na roho yake iko nje. Inapiga nje nikarudisha. Mamangu akasema tupeni hiyo kuku nje au mpatie umbwale. Na mimi nikamficha, nikamshona na uzi na GV na deto, nikamficha, nikamwambia maybe ukitaka kupoteza kazi hapa sema kuna kuku hapa. Unasikia? Maybe wewe sema kuna kuku kwa hii nyumba anatoka damu na ananuka, kazi itaisha siku. Mimi akanyamaza na chakula asubuhi, saa 6 na jioni na maji. Aya, sema utafanya. Na kuku huyo alikuwa, mama alikuuliza nini inalia huku? Ati ni kuku mimi. Ni kuku nani? Si ule ulisema atupu, ati kuku ilisema atupu. Mama akatoa kuku kwa box. Bwana asifiwe. Kuku akiwa mzima. Na alitaga na ni wale wako na afro. Unajua wale kuku wanakuwa na afro hivi. Akazaa vifaranga, mama akafurahi sana. Bwana asifiwe. Mdhuri mwingine akaambia mama, achana na ukijana wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi baba kama angenunulia kitu anunulie wengine sababu siko, atoke tu anambia mami, unajua mama acha nikwambie kitu. Simami utadia umetoka na gari. Badia anaenda kuanguka na gari. Baba akirudi, tugongo tano. Gari kwa tano. Mama, kuna siku nyingine mamangu yule mliona kula nini shika nikaparana mdomo. Mdomo la. Nikakuwa white. Siku nyingine akasema, mimi sikujua ni Mungu. Haleluya. Nami sikujua ni Mungu. Neno hili nimewapatia kwa sababu ya nini? Tuondokee kufarakana na Mungu Baba. Bwana asifiwe. Uondokee kuasi Mwenyezi Mungu. Usimdharau yeye yule aliye mtakatifu wa Israeli. Bwana asifiwe. Haya, hebu soma 5. Nikigituma mwende ohoro gwekiriria kurema. Mutwe wothe ni murwaru na ngoro yothe ikaringika. 6. Waroma ikinya o mutwe ri. Hatire handu hagima no nguraro theri na mitonde na ironda cia ndira. Nacio tihire kana ikoho
ona kana iko walolo hiyo na maguta. Amen. Hebu soma brother kwa Kiswahili. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Mbona? Hata mkazidi kuasi. Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwa wala havikulainishwa kwa mafuta. Bwana asifiwe. Mbona dada na ndugu katika Kristo Yesu mnataka kupigwa hata sasa? Mungu anakuonyesha njia. Mungu anakupiga kidogo tu, lakini mbona mnataka kupigwa? Bwana asifiwe. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Hata mkazidi kuasi. Unapigwa na unaasi. Bwana asifiwe. Wache niwaambie. Hebu simama Joyce. Kutoka naambia leo hii sio please just stand here please. Toa hiyo kitanda meza. Sasa huyu dada angalia. Songa kidogo. Huyu dada alikuwa Barclays. Bwana asifiwe. Na alipokuwa kule Barclays alikuwa akaja kawa secretary. Bwana asifiwe. Almost anakuwa kukubalisha pesa zitolewe. Bwana asifiwe. Lakini hakulipa. Lakini huyu dada tulikuwa tunasema kila mtu alikuwa anajua ni mke wangu. Bwana asifiwe. Na kuna watu huku nje walikuwa na wivu mno mimi na huyu dada. Bwana asifiwe. Ilizidi hata walimu shule ya Wendy na Evans wakaingiwa na wivu. Bwana asifiwe. Raia wakaingiwa na wivu sababu ya mimi na huyu dada. Amen. Mimi huambia kama hamujawahi kushushwa, ukashushwa hadhi yako ukajikosa, ni wakati ule tulikuwa na huyu dada. Bwana asifiwe. Na mimi huambia yes, alikuwa Barclays anaombea mtu mwenzake amepoteza pesa, anamuombea pale na mambo inakuwa mazuri. Lakini kwa ajili ni mke wangu, nami ndio nimekataa mambo ya Mungu. Dada ambaye alikuwa anatumia vitu vya juu za hali ya juu zaidi, mimi mwambia kuna wakati ulifika nikampa t-shirt zangu akavitumia. Bwana asifiwe. Wakati wa hali yake ile ya mwezi. Bwana asifiwe. Paka siku moja nikamuuliza, mimi kwa nini nilikuwa tuingie katika hii tabu? Let me tell you. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Kitu unaona inaendelea. Kitu unaona kabisa kuna kitu kinaendelea ndani ya hii nyumba yangu. Kuna kitu ambacho kimeenda, si kurogwa. Wazazi walisema tumerogwa. Na vitu wakasema tumerogwa. Nyumba yetu haikutembewa na watu. Watu walikuwa wanatembea kwetu wakati wa pombe, wakati wa raha, wakati tunacheka hapo, wakati tunawapeleka manyumbani saa 8 za usiku barabarani, wakati polisi wakisimama naambia watoto wangu imbeni wimbo. Polisi ati haya Kevin mlimba wimbo, polisi wakasema endeni. Sisi mnaona hapa tumetoka mbali. Bwana asifiwe. Tumetoka huko Kirigiti kwa rafiki yetu anaitwa Washington. Wamekula mayai kama speed. Kwani tray ngapi mlikula? Tray 6 ya mayai na sausages sijui kama straight waka complain. Basi tukitoka huko polisi ndio anarogo hapa Kiamuru imbeni wimbo. Polisi wakakuja iko nini? Sasa hiyo hata gari haina insurance. Ni watoto umetoka vipati endeni nyinyi. Bwana asifiwe. Sasa this lady here unaona tulienda hivyo tukafanyika. Iko wakati alikuwa anasema tugawane watoto, ati wengine waende njia hii na wengine waende njia hii. Bwana asifiwe. Wakati tutakapokuwa pamoja tena turudi ile katika hali tulikuwa mbeleni,
tuite watoto wetu, wengine waende kwetu na wengine waende nao wakakae nao kwa Bwana asifiwe. Nikamwambia hiyo kufa na kupona sitafanya. Bwana asifiwe. Nataka muangalie jambo hili. Mungu anakupiga wewe na nyumba yako lakini hauoni na bado unataka kupigwa. Bwana asifiwe. Mtu anakuja kuombewa kwako anapona kabisa na Mungu anambariki kabisa, lakini huyu na huyu hawaponi. Bwana asifiwe. Nini zangu zote zilikuwa za koro sana. Kaa chini sisi. Zote zikakwisha. Bwana asifiwe. Nikamwambia mke wangu, usijali, Mungu yuaja. Nyumba ile tulienda kuhamia huko Dendego hailipiki. Gari tuko nazo hapa nje zimesimama zote mbili. Bwana asifiwe. Gari mbili matatu zimesimama. Naenda kuuza hiyo gari tukiwa na Kevin huyu. Nimlipie university pesa zingine. Bwana asifiwe. Na ingine nimalize nyumba pale Dendego. Bwana asifiwe. Ati pesa ya hii gari ndio anakumalizia. Simuhadithi mkuu hadithi na Kevin vile kulienda. Ilikuwa 1100 kwanza, hiyo ingine kaka kulikuwa 1500, 2, 3, hakuna. Unaenda tunaangalia nyumba yetu Dendego hivi. Mawe. Paka. Uliza Joyce. Tulikuwa tunaenda kwa zaidi tunakaa kwa mawe hapo ndani, hiyo mawe tunaomba. Hakuna kitu inakuja. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ilikuja Dendego kwa shamba letu. Nataka kuambia hivi dada na ndugu. Mbona mnataka kupigwa hata sasa? Hata mkazidi kuasi. Geukeni, mwache njia zenu mbaya, mrudie Mwenyezi Mungu, muone mkono wake wa baraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii sio vitisho. Waweza kuwa unaona ni nini siponi? Kwa nini siponi? Kwa nini nyumba fulani hivi kunaenda hivi? Mimi nasema hapa Yesu Kristo na sifanyi hivi na hivi, lakini uko na kawasi ndani yako. Mbona nyumba yangu inakaa hivi? Mbona kwani nilifanya Mungu nini? Mbona mimi mgonjwa hivi, nikitoka hivi nyingine? Mimi kazi yangu ni hivi. Sijui ni nini. Tumbo ni hii. Hivyo na huku. Sijui natoka hivi, nataka kutoka. Bwana asifiwe. Mbona mnataka kuasi hata dakika hii? Bwana asifiwe. Kichwa chote ni kigonjwa. Moyo wote umezimia. You know what I mean? Uko na vidonda kichwani, maumivu uko nayo. Na bado unataka kuzidi kupigwa. Sitafanya, sitarudi. Acha nikufe. Au unaona ya kwamba magonjwa baada magonjwa yanarudi. Pesa zako hazikai mfukoni. Yes, Mungu anakupokeza. Mungu anakupatia. Mungu amekutunukia. Mungu amekufungulia mlango, lakini hazikai. Account for 1 shilling. Hauna. Unataka mambo makubwa na they are not forthcoming. Hayaji. And Mungu ameahidi. Hebu sikizeni. Mungu ameahidi, I will make you prosper. Nitafanya mfanikio. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu potea kwa sababu ya kukosa ufahamu. Na mkimrudia atafanya nini? Tutakuwa watoto wake wa kike na wa kiume. Na ataponya nchi yetu na atakubariki. Utajiri, niwaambieni leo hii, utajiri kutoka kwa Mungu. Usidanganywe ati mtu wa Mungu si hawezi kuwa tajiri. As long as you know, utajiri ule umepewa na Mungu, usikuongoze. Bwana asifiwe. Utajiri usikuongoze, tumbo isikuongoze. Ni wewe uongoze fedha yako kule itana, sio pesa ikuongoze. Bwana asifiwe. Sio pesa ikuongoze, wewe ndio utakayeongoza pesa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu hajasema hata kubariki, lakini watakumwenda Mungu mbele. Haleluya. Mbona? Swali ni hii. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Umezimia. But God has promised.
Mungu ameahidi utajiri. Seek ye first the kingdom, tafuteni ufalme wake kwanza, na mengine yote yatafuata. Bwana asifiwe. Ni yapi yatafuata? Si ushetani. Mungu ameahidi. Mungu ametuambia. Bwana asifiwe. Wakati mimi nakumbuka juzi, eti nenda kusalimie watu wangu. Nikamwambia mimi sina pesa kwenda Israeli. Sina pesa kwenda Israeli. Nenda usalimie watu wangu na usalimie watu wa nyumba yako. Na waambie hivi, si kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Bwana asifiwe. Na akasema katika hiyo nyumba, hii kanisa ya Victory, alisema hakuna maskini, just repent. Bwana asifiwe. Just repent. Bwana asifiwe. Tubuni. Just repent. Alisema hakuna maskini. Lakini unataka kwenda hapa, ukipeleka watu na hapa sio kwa waina, ukisema ati kuna mwingine sio anaoka anafanya nini. Ili hali wakati ule ulikuwa unafunguliwa, huyo waina hakuweko. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mbona tu wanataka kuja kuchuma tu ndani ya hii kanisa? Ushajiuliza? Mbona tu wale wameokoka hapa ndio wanakuja kuchukuliwa wapelekwe? Bwana asifiwe. Haleluya. Wale tu wameokoka hapa, si utafuta wengine upeleke nani? Hawa kondoni wa hizi. Haleluya. Hata sasa hivi angalia, hakuna kibao, si unajua njia. Bwana asifiwe. Kuna kibao pale. Kuna kibao pale. Lakini kondoo anajua kwake. Bwana asifiwe. Anajua ni hapa tu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna kibao. Hata juzi tulikuwa na mgeni alikuja hapa. Nimetafuta kanisa lakini nikajua tu ni hapa hivi. Umetoka wapi sijui huyu? Bwana asifiwe. Lakini kibao tutaweka. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe ni mgonjwa. Kila kitu ni madonda. Tangu waya wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikusonga wala havikulainishwa kwa mafuta. Bado wewe ni mgonjwa. Ugonjwa huu hujaondoka ndani yako. Bwana asifiwe. Ugonjwa wa moyo hujatoka ndani yako. Hii ndio imekuandama hii. Hii nyingine ndio hii. Ukitoka hii. Ukimaliza hii dawa ni hii. Ukitoka kwa hii dawa ni ile. Ukitoka kwa ile dawa ni zile. Bwana asifiwe. Bado umesonga. Bwana asifiwe. Vidonda vyako hata vijapona. Majeraha yako bado yako yanatoka usaha. Dada na ndugu, hebu pindukeni leo hii. Bwana asifiwe. Let us change our attitude. Tubadilikeni bwana. Bwana asifiwe. Si juu yangu, si juu yako. Bwana asifiwe. Uone kama Mungu hatafanya. Uone Mungu kama hata sikia ukimuita. Haleluya. Wayo wa Mungu chini ya mguu wako. Hata kichwa hauna uzima ndani yako, and you know, na unajua, bali jeraha, machubuko na vidonda vitokavyo usaha havikufungwa, havisongwi wala havikulainishwa kwa mafuta. Hata hujatolewa usaha, haijalainishwa, haijapona, bado ingali iko very raw. Bwana asifiwe. Na bado nataka Mungu akuongeze vidonda zingine na kukupiga. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni wa huruma. Anangoja umrudie. Anangoja wewe mwenyewe umwambie I surrender all. Bwana asifiwe. Nimeacha fikira zangu mwenyewe nikaegemea zake. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio anangoja. My friends, ladies and gentlemen, naambia hivi leo hii. Usipogeuka tunaambiwa kaburi haijajaa. Wewe umefungua mdomo. Mbona tunataka kufa katika hali yetu ya maisha yetu na bado tuko wachanga? Bado miaka yako hujaibeba. Bado hujatosheka. Bwana asifiwe. Hebu niwaambie jambo moja. Mshaona katika television wakati mwingine unaona ati kama juzi tuliona mwanamke sehemu hii amepigwa akitafuta usaidizi na wao waleta kwa TV. Ilianza hivi. Mwingine mkonyo, tumbo imepasuka, sijui nini. Bwana asifiwe. Na
hapati usaidizi, hapati msaada. Mtu aliyekuwa mtu mzima, watu wanasema ni kurogwa. Bwana asifiwe. Na si kurogwa kwingine. Bwana asifiwe. Na ukiangalia mtu kwa TV, hata jicho lishatoka, jicho lishaoza, na amezunguka. Wewe unajiulizaje unapojitazama kwa kioo? Kwani wewe uko na nini? Hakuna mtu atakufa. Hatutaishi kama vile jiwe. Lakini mbona wataka kupigwa? Ili jeraha lile liko nalo, jeraha ningali liko nalo halijapona. Bwana asifiwe. Unamaanisha nini? Unazidi kuongezewa, unazidi kuongezwa kila wakati. Usingangane na Mungu, dada na ndugu, na usifarakane naye. Haleluya. Mtu wa roho leo hii, au mtu wa ulienda na kiroho, Bwana asifiwe, mtu wa kiroho hana umasikini. Niwaambie leo hii, Bwana asifiwe, mtu aendaye kwa roho hana umasikini. Niwaambie leo hii, roho ni utajiri. Bwana asifiwe. Huyu roho tumepewa na Bwana. Huyu roho anatunenea hapa hivi. Yeye huja kutunenea na kutuambia yale yaliyo ya Mungu ili atukuzishe Mungu. Kwa nini? Ni roho msaidizi. Bwana asifiwe. Roho msaidizi. Roho msaidizi haji kukuzunguka tu. Njia ameiweka mbele zako lakini hauioni. Mlango umeweka mbele zako umefunguliwa lakini hauingii. Amekuwekea baraka mkononi lakini hauchukui. Mbona unataka tu kazi yako ni kupigwa kutoka Mungu wako chini? Hakuna kitu chako kizima. Watu wengi wanataka kujitoa uhai. Paka wengine wanauliza mbona tuliona kwa nini? Ukakaa kwenu na mimi kwenu. Na unakuta ya kwamba tio ni bibi na bwana. Bwana asifiwe. Ama sivyo? Why? Jana nilienda, kuna rafiki yangu amepoteza kijana wake huko Thika. Nikaenda huko jana. Nikakuta kijana amepigwa visu 16 na amekufa. Na ghafla alimwitania. Alimwambia siku leo ya kuniacha utakupiga madhara. Nasikia hiyo ndio story nilipewa na mama. Na sasa girlfriend ametoweka na wale alikuwa wakodisha waje wafanye hizo vitu. Now the boy is dead. Baba ni rafiki yangu tulikuwa naye college. Nikulia. Aliponijulisha mambo hayo, nilikampigia simu. Kusikia ni mimi, alianza kilio. Jana naenda huko kilio. Aliponiona. Amina aliposikia niko huko, alikuwa ameenda kutayarisha kaburi ya kijana wake anazikwa Wednesday. Lakini huyu kijana ukiangalia, kulingana vile nilikuwa nazungumza na mama na dada mwingine, ni ilo wangu, kwa sababu sister yangu ameolewa kule, ameolewa. Bwana asifiwe. Akaniambia unajua ni hii madawa. Bwana asifiwe. Hata kanifanya, hata mama asipokuambia kijana alidumu katika hizi mambo tu, anakaa na ghafla. Naye alikuwa amemwacha bibi yake. Bwana asifiwe. Akamwacha bibi yake na mtoto ule wa kwanza. Sasa tujui kama ni ule wa kwanza amefanya hii kazi ama, lakini wa pili inaonekana kama ndiye amefanya hiyo kazi. Bwana asifiwe. So nikiangalia kijana ni kijana nilimuona wakati alizaliwa akiwa mdogo. Almost same age, chini kidogo tu kuliko Kevin. Bwana asifiwe. Lakini sasa kijana amekufa. Na msichana alipoambiwaje fulani amekufa, utakuja kumuona. Akaulizwa utakuja kumuona kama unakutana wapi na yeye amekufa? Kuja nyumbani kijana amekufa. Akasema atakuja kumuona ngoja. Kwa hivyo atakuja kumuona kama amekufa. Bona hivi. Ndugu zangu, dada zangu, wachini tuwe kielelezo. Nyumba yako isimame, yangu ikasimama. Hivi vizazi vyetu vile tumezaa sasa vikasimama, na vizazi wao vitasimama vile vile. Bwana asifiwe. Wakikuta tuko katika hali ya uungu, wataenda na uungu. Bwana asifiwe. Wakikuta nyumba yako ni vita na farakano na chukizo, Bwana asifiwe, kutakuwa kwa
ni hivyo vita. Na nikwambie, huyo rafiki yangu, huyo ni mke wake wa pili. Bwana asifiwe. Mke wake wa kwanza namjua, ambaye ndio mama wa huyo kijana. Huyo ameoa, sio ni wa pili, si mama huyo kijana. Na nikamwambia bwana, nenda urudie mke wako wa kwanza. We Chris wewe, Chris. Unaona hiyo story? Ipo hivi. Huyo ambaye nasema ni ilo wangu, yeye mke pia wa pili. Waliniulizaje jana, wewe uko na ule bibi yako uliona? Nikashindwa, kwani bibi ni viatu? Unajua nikaa hapo hivi. Akaniuliza, wewe bado kuna ule bibi yako ule uliona? Nikanyamaza ngamba, bibi yangu ni yeye yule. Wewe acha. Haya. Hata ilikuwa na simu hapa anatoa picha, si tuko hapa hivi na hii ni ya juzi. Kwani umesikia tumeachana? Bibi yangu yule wakaangaliana sababu hao ni bibi wa pili wote. Wewe ni mwingine. Wewe basi kwako, hata nilikuwa natikisha juzi jana. Akaniambia huyo mmoja akasema, lakini wewe unaonekana umerelax. Kamwambia bibi, katika mambo ya bibi na bwana, ni ya watu hawa. Ni ya watu hawa wawili. God to build your love on one firm foundation. Unaona hivi? Ni lazima utengeneze upendo wako juu ya msingi ulio imara. Bwana basi. Or there never be love at all. Hakutakuwa na upendo kabisa. Bwana asifiwe. Niliwaeleza mambo mengi hapo sababu Bwana alikuwa ameenda kutengeneza kaburi ya kijana. Bwana ziko huko Mai Wednesday. But niliona wameshangaa sana. Hawezi amini mimi nimekaa na mke mmoja kutoka kuoa, lakini kamwambia si tulisema till death. Hatukusema ati kuna pili ule hapa tuko pamoja. Bwana asifiwe. Haleluya. Vile si jinui dada na ndugu. Lakini hivyo ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe. Ninapotazama acha niwaambie kitu. Hebu niwaambie kitu dada na ndugu. Sijui kama tulikuzoeana mpaka mnadharauliana. Si ndio? Hebu cheki tena. Kama uko na bibi, wewe cheki tu tena hivi, utaona kitu kingine mzuri. Hebu cheki. Cheki tu. Ujika tu shingo, cheki pa juu. Ucheki tu, hata naona yeye anacheki. Sisemi leo. Ukicheki hivyo, unaona kitu kingine nzuri, si ndio? Kuliko vile wewe umuona. Bwana asifiwe. Haleluya. Let me talk. Hebu niongee dada na ndugu. Sababu sitaki hii ugonjwa ambao tunaambiwa bado tuko nao watu watakapopigwa na kuongezewa ili waambie iishie kule nyumbani. Bwana asifiwe. Iishie nyumbani. Haleluya. Wacha kwenda kujifanya kule nje wewe ni mtu mzuri na kwako ni mnyama. Umeacha wanaume huko wale unaweza pigana nao unakuja kuambia bio wenda na kuchapa, si uchape kwanza wale. Mbona YouTube nyumbani wewe? Simba. Sio? Na pale unajua kwa utakuwa maheni ukimbie. Bwana asifiwe. Lakini sio hivyo. Hata kule nje uambwe fulani haki. Tukatoa ushuhuda wake. Huyu mwanaume siwezi ongea mambo yake. Huyu mwanamume ni wa amani. Huyu mwanamume anapenda watu. Huyu mwanamke sijai kusikia akifarakana na mtu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna jambo liko ndani yako na hili ni uungu. Amen. Kuna uungu ndani yako. Bwana asifiwe. Majeraha haya tunaonekana nayo, maumivu machibuko hayo ambao hata bado hajasandwa kwa mafuta yawe laini ili uweze kupona, bado it is still very raw, haujafanyiwa. Utakimbia kwa nani? Kama si kwa Yehova, kama si kwa Kristo Yesu, kama si kupokea Roho msaidizi au akikufungulia njia kila wamkapo, kila kuchao, akuongoze, akupeleke, akurudishe na kutendee. Bwana asifiwe. Roho hachoki. Roho hachoki. Haleluya. Na ndipo nilianza kuambia mimi sipeani example na mtu mwingine, napeana na mimi mwenyewe nyumbani. Bwana asifiwe.
Na nilipokuja kukubali mambo ya Mungu, kila kitu ilikuja kajiunfold. Ile ilikuwa iko folded, ikaja ikajiunfold, ikafunguka moja kwa moja. Nikifanya hivi, tukitenda hivi. Nikitenda hivi, nikifanya hivi. Bwana asifiwe. Anakuja akifanya. Bwana asifiwe kanisa. Na mambo yote yetu yatakuwa sawa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Mungu hakosi kutupatia. Haleluya. Mungu hatakosa kutupatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukisoma Hebrew hapo 10 hapo tu 10. Taiwa idogoneria Jehova. Nyuma na Sodomu na mutega na komoirio kirira kia Ngai witu. Inyu andu a Gomora. Magogona macio mututagira maingire ni make. Ugo ni Jehova ekuria. Ni jiganitwo ni mahaki ma njino ma ndurume ona ngaiga ni magutama nyamu cia gicegu. Ndikenagira thakame ya ndegwa kana ya tuturume ona kana ya thenge. No umwathiriirie gwikaga uguo riria mukite kwiyonania mbere yakwa. Mukirangaga nja cia nyumba-ini yakwa. Tigaga igocoka kurehe mahaki ma nduhu. Ufumba no kindu kia magigi arimie. Na micemanio yanyu karugamo-ini ka mweri na ya muthenya wa Thabato no ya ona ya ciathĩ cia iria njethane ndingĩhotana nayo. No cia waganu itũngano cianyu icio nyamũre. Ngoro yakwa nĩ thũire mĩcemanio yanyu ya karũgamo-inĩ ka mweri ona ciathĩ cianyu iria njethane. Maũndũ macio nĩ mathĩnagia, ndingĩmakirĩrĩria nĩ ũndũ nĩ manogagia. Hĩndĩ ĩrĩa mũrĩa mbaragia moko manyu na igũrũ, nĩndĩrĩmũhithaga maitho makwa ndige kũmuona. Ti-itherũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩhoyaga mahoya maingĩ ndirĩmũiguaga, amu moko manyu maiyũrĩtwo nĩ thakame. Wĩthambiei mwĩtherie, mũgĩthengie ũũru wa ciĩko cianyu ndige kuona. Tiganai na ũũru, mwĩrute gwĩkaga wega, thingatagai cira wa kĩhoto na mũherithagie arĩa mahinyanagĩrĩria. Tugagai cira wa ciana cia ngoriai na kĩhoto na mũthaithanagĩrĩre mũtumia wa ndigwa. Amen. Bwana asifiwe. Hebu soma kwa Kiswahili tena kwa haraka. Nataka nimalizie hiyo. Haleluya. Isikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana. Nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona. Nami siifurahii damu ya ng'ombe wala wanakondoo wala ya mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu, mwezi mpya na Sabato kuita makutano. Siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada. Sikukuu zenu na mwezi mpya na karama zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Nanyi mkunjapo mikono yenu, nitapita macho yangu nisiwaone. Naam, niombapo maombi mengi sitayasikia, mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Bwana asifiwe. Nikipita kwa haraka zaidi, yasema nisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio usikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Bwana asifiwe. Haleluya. Yani watenda dhambi, watenda mabaya, sikieni tu, lisikieni neno la Bwana. Bwana asifiwe. Anasema sikieni tu. Haleluya. Neno hili dada na ndugu katika Kristo Yesu leo hii asubuhi, unaposikia lisikieni neno la Mungu,
Si Mungu anataka kukutupa. Bwana asifiwe. Haleluya. Si Mungu anataka kukutupa. Mungu anakuleta on board. Mungu anakuleta kwake. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama anakuambia don't talk to me, usiniseme hivi, usiombe hivi na sitafanya hivi, yeye amesema usije kamuite maisha yako yote. Bwana asifiwe. Lakini akwambia nisikieni tu. Watu hawa wa Sodoma, Gomora, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu. Wewe enyi watu wa Gomora, huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Sadaka hii boli mara sijui ni what mnamtolea nani? Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni za nini hizi makafara nyingi masadaka mnamtoa? Ni zina faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta za kafara za kondoo waume, mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahi damu ya ng'ombe wala wana kondoo wala ya mbuzi. Kwa hivyo kuna jambo msije kudanganywa na dada zangu na ndugu zangu. Tuchinje hii itaondoa hii. Bwana asifiwe kanisa. Tuchinje hii itaondoa hii na ile ndio itatoa hii na ile italeta hii. Oi, Mungu wangeni Mungu mnachinjia unless mnajua ni Mungu gani nyinyi wenu mnachinjia, lakini sio Yehova. Bwana asifiwe. Amesema hayo mafuta yote ya kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona imejaa. Na anasema naye haifurahi damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala ya mbuzi waume. Kuna damu anayofurahia, damu ya mwanao Yesu Kristo, inenao makubwa kuliko ile ya Habili iliyomfanya Yesu Kristo akapaka ingia mahala pa watakatifu watakatifu, na sasa amekaa kuume katika kiti cha enzi cha Mungu Baba kwenye mkono wake wa kulia. Bwana asifiwe. Hiyo ndio damu pekee, haleluya, isiyokuwa na mawaa. Hizi zingine zote anasema Bwana asifiwe. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu mnapo kuniona? Kwa hivyo inaashiria hivi. Wakati mwingine dada na ndugu waweza kuingia ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na unaingia kazi bure vile Mungu kuambia tu hapa. Labda unaingia just for nothing. Hakuna kitu unakuja kufanya. Ni ili tu onekane fulani alikuja hii Sunday na ile nyingine. Yeye ni member wa kanisa. Bwana asifiwe. Lakini mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? Yaani kukanyaga ndani ya hekalu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kitu gani? Kwa sababu waweza kubuni nothing. Msilete tena matoleo ya ubatili. Hata wakati unamtolea Mwenyezi Mungu, badala aone kweli hii sadaka safi takatifu imeletwa mbele zake, anaikataa. Bwana asifiwe. Msilete tena matoleo ya ubatili. Ni ya bure tu. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato kuita mkutano. Siyawezi maovu hayo na mkutano na makutano ya ibada. Mungu hiyo kwake ni chukizo. Bwana asifiwe. Hiyo makutano ambayo mnakutana tu ambayo sijui ni kama mambo gani na huko. Haleluya. Ni mambo ambayo yanachukiza Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Katika Biblia Bwana anasema hivi, hiyo sio saumu yangu. Ati hata ni heri ukute maskini barabarani mwalike chakula kwako, na ukiwa na mgombini upatie moja. Anasema hiyo ndio saumu yake. Bwana asifiwe. Umesaidia mtu fulani. Siyawezi maovu yako na makutano yako. Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo hayo yanilemea, nimechoka kuyachukua. Bwana asifiwe. God cannot stand it anymore. Mungu hawezi kuyachukua tena. Mungu hawezi taka kuyaona tena. Mambo yale tunafanya. Na ili hali dada na ndugu, wewe ni muokovu. Bwana asifiwe. Uko 50-50 pande hii, 50-50 pande hii. Ni heri uwe moto au uwe baridi. Bwana asifiwe. Mbele yake Mwenyezi Mungu hakuna mambo mawili. Either uko ndani au uko nje. Au uko nje apite ndani. Bwana asifiwe. Uko nje apite ndani. Bwana asifiwe. Anasema nimechoka kuyachukua. Kwa hivyo kuna mambo huchukiza Mwenyezi Mungu, na wewe tu sio tu umekufanyia, wewe pekee ndio umetenda, wewe pekee ndio umefanya, wewe pekee ndio umejipeleka, ndio umejiingiza. Bwana asifiwe kabisa.
Bwana asifiwe. Wacheni tupendane. Tutafunguka pakubwa zaidi leo. Bwana asifiwe. Tutafunguka pakubwa. Mungu hakutupi, Mungu hakuachilii. Bwana asifiwe. Anasema nanyi mkunjuapo mikono. Kukunjua mikono ni kama kumwinulia Mungu. Bwana asifiwe. Nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Hebu angalieni jambo hilo dada na ndugu. Mkunjuapo mikono zenu ati ili muone Mungu. Na yeye akuangalia. Na sasa hiyo umesema Mungu. Yeye haangalie mikono. Anaangalia vile moyo wako ulivyo. Bwana asifiwe. Iwe tunaomba ombi la ovyo, iwe tunaomba kitu hakuna, iwe sio Mungu tunaabudu, tunapokujua mikono yetu, anasema nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Mikono yetu iko na damu. What you did yesterday. Bwana asifiwe. Ninajisi mbele ya Mwenyezi Mungu. Sio mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana anatuonaje hata dakika hii? Mungu anatuonaje leo hii? Kristo mwana wa Mungu alifia nini? Bwana asifiwe. Alifia dhambi, makosa na maovu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yeye mwenyewe akachubuliwa, akapigwa, akajeruhiwa. Watu wakaonekana kwamba yeye ni Mungu amempiga. Na sio Mungu alimpiga. Bwana asifiwe. Ni kwa ajili yangu mimi na wewe tupatikane. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Kumbuka mkunjuapo mikono yenu. Anasema nitaficha macho yangu nisiwaone. Na muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Lakini Mungu Baba kwa sababu na huruma nyingi na rehema, anasema nini? Jiosheni. Bwana asifiwe. Jiosheni. Bwana asifiwe. Tubuni, ungameni. Jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu. Bwana asifiwe kanisa. Uondoe uovu wa matendo yako yasiwe mbele ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu hata maovu yale amekuonyesha, ndiposa usizidi kupigwa. Bwana asifiwe. Usizidi kudhulumiwa, usizidi kuongezewa mapigo na machubuko, usizidi kwenda ukichechemea kwa sababu Mungu amekupiga na magonjwa haya, ukose huko katika nyumba yako, watoto wako huko wamekulemewa, wamekusumbua. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe kichwa chako sasa ni kama kigonjwa, na kama mwenye wazimu. Bwana asifiwe. Naweza kuwa niko na watoto wangu 4 na wewe uko na 10. Nikupatie wangu 4 wa kushinda. Si kweli? Na uko na wako 10 unawadhibiti. Bwana asifiwe. Iko mama moja hapa. Huyo mama hata alienda wapi mama ule aitwa Mama Getea? Adili kubwa. Ako kwake. Anaitwa Mama Getea. Sijui kwa nini. Bwana asifiwe. Huyo mama wakati wa mazishi ya Wanyoro, wazee wanakuja kwa tukombe tu hapa. Huyo mama anasema, "Kimya." Wazee wote nikauliza huyu mama ni nani? Asifiwe. Haleluya. Acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema. Bwana asifiwe. Jifunzeni kutenda mema. Takeni hukumu na haki. Haleluya. His judgment na his righteousness. Bwana asifiwe. Wasaidieni walioonewa. Wapatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Bwana asifiwe. Msifinyilie mjane, msifinyilie mayatima. Bwana ape sifa. Na msaidie walioonewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana anataka hivyo. Bwana asifiwe kanisa. Kujiosha tu, jitakasisheni tu. Usilete maovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Matendo yako yale ya pale ya asili yaondoa ndani yako. Hapo anasema hivi hapo, hebu nimalizie mimi. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama nini? Kama theluji. Bwana asifiwe.
zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama supu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamia kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya, si mtu amenena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukitaka kula mambo yote mazuri, soma hiyo Baraka system hapo 2:18 na mpaka hapo 20 tumalize. Mimi nimefunga. Nĩũrĩ, yuka itũcire. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Ona harĩa mehia manyu matunĩhĩte ta gakara kũrĩ, nĩmagathera o ta ira. Amen. Ona matuĩka matunĩhĩte o ta thakame, nĩmakeroha o ta guoya wa ng'ondu. Hallelujah. Mũngĩnjigua na mũnjathĩkagĩre, nĩmũrĩrĩaga indo ciothe iria njega cia thĩ. Amen. No mũngĩrega mũcoke mũneme-rĩ, mũkaninwo na rũhiũ rwa njora, nĩ ũndũ nĩ kanua ka Jehova koiga ũguo. Bwana asifiwe. Mbona tukufe? Mbona tupigwe? Haleluya. Ni lipi lililo jema mbele ya Mwenyezi Mungu? Na anasema basi, ukisha, hebu angalia vile jambo linanifurahisha. Ona. Anasema jiosheni jitakaseni, sivyo? Na ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho ya Mungu. Acheni kutenda mabaya. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Bwana asifiwe. Listen to that now. After hiyo yote, after hiyo kazi yote, anakuambiaje? Haya, Johnny. Amen. Sasa tuananelie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kuna pingamizi katikati yetu na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. There is this pingamizi iko hapa. Kuna hii block ambayo iko hapa. Kuna hiki kigugua kiko hapa. Kuna hili jambo ambalo inafanya mimi nisivuke upande mwingine wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kishaondoa haya yote, anasema sasa njoo mwanangu. Haleluya. Njooni sasa. Tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hivyo Mungu ataondoa dhambi. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa kama sufu. Bwana asifiwe. Kama mkikubali, haleluya, masharti yako, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi ni isipokuwa ni baraka. Bwana asifiwe. Utabarikiwa kaskazini, kusini, mashariki na hata upande wa west, east and west. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtabarikiwa kila uendapo, kila utendalo. Bwana asifiwe. Utakula mema ya nchi. Hakutakuwa na taabu tena. Utaponywa hiyo kichwa chako. Magonjwa yako yataondolewa. Hiyo kitu inakusumbua ndani yako itakwisha mara moja. Bwana asifiwe kanisa. Kama vile tulivyo leo hii. Mimi naambia kitu kimoja dada na hakika sisi ukiwa na ugonjwa kidogo sana. Amen. Lakini hiyo sio kitu ya kutuondoa katika wema wa Mungu. Ikiwa unajua kuna kitu ndani yako inakusumbua mno, leo hii enda ujioshe. Kisha uende mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu dhambi zako zitakuwa hata kama ni nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama nini? Theluji, as white as snow. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali kutii, mtakula mema na nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamia kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya, sign, seal and deliver. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukikataa kuna majuto yake. Tukikubali kuna malipo yake. Bwana asifiwe. Kama mkikataa itakuwa ni hii. Lakini tukikubali, Mungu atatupokelea mikononi mwake. Already ameshakuambia hivi, ni hii. Sivyo? Hii ndio germs zile uko nazo. Hizi ndio germs zako. Ndio hizo germs ndio kuje mbele zangu tuongee na wewe. Bwana asifiwe. Hivyo tu. Haleluya. Hii corona ndio hii. Corona ndio hii. Ondoke hiyo corona. Kuja pande hii. Tena sio inaitwaje ile corona ya achani AstraZeneca. Zenika na ingine ndio kuti. Sputnik. Bwana asifiwe. Haya. Wachana na hizo. Bwana asifiwe. Anakuambia kuja unywe damu yake Kristo Yesu. Amen. Kunywa damu yake nani? Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Uachane na hii. Hii ndio inakusumbua. Hii ndio iko karibu na wewe. Hii ndio inataka kukumaliza. Acheni hii na hii na hii. Njooni mbele ya Mwenyezi Mungu. Tena anasema tutetanisha, tuzungumze. Bwana asifiwe. God is a good God. Bwana asifiwe. Anakuazia mambo mema na mazuri. Na siku hii ya leo, hebu Mungu na wafunguliwe milango
ambayo imefungika, na wabariki na angazie nuru ya uso wake. Amen.